الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وعلي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ama kwa majina, aidha kwa jina, naitwa Shaaban Masud ibn Mampwepwe. Shaaban Masud ibn Mampwepwe, amiri mkuu Tamsia. Mimi ndiye amiri mkuu Tamsia mkoa wa Tabora. Kimakazi napatikana wilaya ya Urambo. Kwa muda mrefu sana nimekuwa nikitumikia Tamsia. Tangu 2008 nimepita katika historia mbalimbali. Nimekuwa kiongozi amiri katika wilaya mbalimbali, amiri wa Tamsia wilaya. Lakini leo hii nimesimama hapa mbele yenu. Allah tabaraka wa taala amejalia leo hii mimi kusimama kama amiri wa mkoa Tamsia Tabora, kwa kuwa mshereheshaji amesema nitumie nafasi hii ya kujitambulisha kuweza kusema angalau kwa uchache katika yale ambayo huenda nilikuwa nimelenga kuyazungumza katika siku hii ya leo, ili baadaye nafasi hii ya kusimama isije kujirudia mara mbili. Basi kwa heshima na taadhima, ndugu mgeni rasmi, mashekhe na maimamu, viongozi wa taasisi mbalimbali za kidini, ikiwepo taasisi kubwa na kiongozi BAKWATA na taasisi zote ambazo sijazitaja, pamoja na taasisi zisizokuwa za kidini, viongozi wa serikali na viongozi wa chama na viongozi wa vyama mbalimbali, viongozi wa Tamsia mkoa tukiongozwa na mlezi wetu Tamsia mkoa wa Tabora Bwana Abdurashid Musa, lakini pia viongozi wa wilaya Tamsia Manispaa wakiongozwa na Sheikh Nuhu. Kwa heshima na taadhima, naomba niongee machache ambayo yatakuwa yamebeba kile ambacho tunakwenda kufanya katika siku hii ya leo. Ndugu zangu Waislamu, Tamsia kwa ujumla, Tamsia Taifa imekuwa na programu nyingi sana ambazo imekuwa ikiziendesha. Miongoni mwa programu hizo ni hizi tunazozifanya katika siku hii ya leo, ambayo ni Welcome Ramadhani pamoja na Welcome Fresh Year. Kwa siku ya leo tunasema Welcome Omwana, lakini hii Welcome Fresh Year inajumuisha wale wa darasa la kwanza, inajumuisha form 1, inajumuisha form 5, inajumuisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza, vyuo vya kati na vyuo vikuu.
kwa muktadha wa leo tunasema ni welcome Ramadhani pamoja na welcome form 1. Tumekuwa na mpango mkakati wa kuwa na programu ya welcome Ramadhani kutokana na umuhimu wa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa fursa adhimu na kubwa kwa waumini wa Kiislamu kwa ajili ya kujijenga kitabia, kuimarisha uhusiano wa waja na Mola wao ili kuweza kufikia lengo, na lengo lenyewe ni ucha Mungu. Nadhani miongoni mwa kufanya programu hii ya welcome Ramadhani inatokana na mabadiliko na uhalifu wa kitandawazi, lakini mabadiliko na uhalifu uliopatikana katika nyoyo zetu. Tumetekwa na dunia kiasi kwamba cha kuiacha dini yetu na kufuata mwongozo wa dini ya Allah tabaraka wa taala, na hata kufikia ibada zilizofaradhi, ibada zilizofaradhishwa na Allah tabaraka wa taala kuwa ni ibada za mazoea. Ndugu mashehe, leo hii Waislamu tumekuwa tukifunga kwa sababu mwezi umefika. Tunafunga kwa ajili ya kujizuilia kula na kunywa, lakini bado tuendelea kubaki katika maasi. Lakini watu wamekuwa wakijiandaa kupokea mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kufanya maasi, wanasema wanavunja jungu. Yani kama mtu alikuwa ni mzinifu, anapoona mwezi Shaaban umefikia siku 28 29, basi atazidi sana, kwa sababu mwezi wa Ramadhani atajizuia kuzini. Imefikia hatua wale ambao ni walevi wamekuwa wakifanya vunja jungu. Unapokaribia Ramadhani wanakwenda baa kuvunja jungu, wakinywa pombe sana, ikiwezekana wengine na kujikojolea, wakijua kwamba ndani ya mwezi wa Ramadhani hawataweza kunywa pombe hiyo. Kutokana na haya na mengine mengi, ndio maana Tanzania ikakaa chini na kuona kuna umuhimu wa kufanya programu ya welcome Ramadhani ili kuandaa wanafunzi, ili kuandaa vijana, ili kuandaa Waislamu kwa ujumla kuweza kuifahamu funga yao, na ni vipi wafunge, na ni vipi matarajio ya funga, na ni vipi waje kuishi baada ya funga yao. Kwa kufanya hivi, tunaamini vijana wa Kiislamu na Waislamu kwa ujumla kupitia kongamano hili tutapata kujifunza na tutaiendea funga yetu ya mwezi wa Ramadhani mwaka huu tukiwa tunafahamu nini maana ya funga na kwa nini tunafunga. Kwa sababu simto wa mada nitawatia mashehe katika eneo hilo, watazungumza vizuri sana, lakini mwisho katika eneo hili nisisitize katika lengo la funga. Lengo la funga mashehe wataeleza. Allah tabaraka wa taala kalibainisha katika Qur'an. Mwishoni mwa aya anasema la'allakum tattaqun, ili hawa waja wa Allah wanaofunga wapate kuwa wacha Mungu. Lakini lazima tujiulize maswali, ndugu zangu Waislamu. Leo hii katika umri huu na umri ulionao wewe, zimekupitia Ramadhani ngapi unafunga halafu bado hujawa wacha Mungu? Hilo swali kila mmoja ajiulize. Niulize nafsi yangu na wewe pia jiulize. Zimetufikia Ramadhani ngapi tukafunga halafu mpaka leo hii sisi waja wa Allah bado hujawa wacha Mungu? Kuwepo kwa programu hii ya welcome Ramadhani ni ili tujitambue na tutambue funga zetu, na baada ya funga tusalie tukiwa wacha Mungu. Tusemeni inshallah. Nachelea muda,
hivyo yapo mengi ambayo ningeweza kuyazungumza, lakini itabidi niawache ili kuachia fursa programu nyingine zinazoendelea zipate kuweza kupata nafasi katika muda huu mchache tuliobakiwa nao. Lakini nimalizie kwa kuonyesha ni yapi malengo au ni yapi makusudio ya kufanya programu hii ya Welcome Ramadhan. Kwanza kabisa tunakusudia katika programu hii ya Welcome Ramadhan kuimarisha ibada na ukaribu na Allah, ni kujiimarisha katika ibada na kujiweka kuwa karibu na Allah tabaraka wa taala, ni kufanya umma uwe na elimu sahihi juu ya funga ya Ramadhani, kwa kutambua masharti, nguzo na malengo ya Ramadhani. Lakini leo ni kukuza tabia njema na kujiepusha na madhambi. Jambo la tatu ni kuendeleza usomaji wa Qur'an kwa mazingatio na tafakari ya maana yake. Tunafahamu katika mwezi wa Ramadhani ndiyo Qur'ani hii ilipata kushushwa, na niseme miongoni mwa malengo ambayo tuondoke nayo hapa, kila mmoja aondoke na lengo la kuhakikisha kwamba mwezi wa Ramadhani unakwisha na yeye maliza juzuu 30 nikisoma za Qur'an. Lakini nne ni kuendeleza ukarimu wa kusaidia jamii kwa hali na mali. Katika lengo la kuendeleza juhudi ya kusaidia jamii, TAMSIA tumekuja na programu ya kufuturisha. Nadhani viongozi wetu walioandaa hafla hii au programu hii watakuwa na jambo baadaye la kuzungumzia vipi tunaweza kuwafuturisha Waislamu wenzetu. Tuna wanafunzi, watoto wetu ambao wanasoma shuleni na wanaishi mabweni, lakini kule mashuleni serikali haijaandaa utaratibu maalum wa kuwasaidia watoto hawa iftari ili wapate kufuturu huko mashuleni. TAMSIA tumeguswa na hili na tukaona tuna kila namna kuandaa utaratibu ambao tutasaidia angalau kwa uchache kwa kadri ambavyo Allah tabaraka wa taala atakuwa ametuwezesha kuhakikisha kila shule tunasaidia iftari, wanafunzi wanapata kufuturu. Lakini pia wapo ambao walioko magereza wanapata kufuturu, kuna vituo vya watoto yatima vinapata kufuturu. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa malengo ya programu hii ya Welcome Ramadhan. Lakini tano ni kudhibiti muda na kutumia kwa manufaa. Mashehe wao watazungumza, tunatumia muda vibaya sana katika mwezi wa Ramadhani. Tunatumia muda katika maombi ya starehe, tunatumia muda kutazama mpira, tunatumia muda kusema uongo, kusengenya, hali ya kuwa kufanya dhikri na khairati mbalimbali, sio wenye kutaja jamii kutokana na muda. Lakini pia ni kuimarisha afya kwa kudhibiti ulaji na unywaji mbaya, kama mashehe watakavyoeleza walivyoeleza. Mtume anasema sumu tasifu, fungeni mtapata. Ndugu mgeni rasmi, mashehe na maimamu, viongozi wakuu wa taasisi mbalimbali, viongozi wa TAMSIA mkoa wa wilaya na wanafunzi wote kwa ujumla, shule za msingi, sekondari na vyuo vya kati na vyuo vikuu, ambaye TAMSIA mkoa wa Tabora leo ina furaha kubwa sana kuona umma mkubwa kama huu umeweza kuitikia sauti ya TAMSIA na kuja kushiriki katika programu hii au programu hizi za Welcome Ramadhan pamoja na Welcome Form 1. Nisisitize kuwa na mshikamano, ushirikiano kama huu tulioonyesha leo, kuanzia ngazi kuu ya viongozi wa mkoa mpaka kushuka chini. Tujitahidi kila tukio linalotokea katika manispaa haya ya Tabora, badala ya kupungua idadi iliyofikia leo, basi tuongezeke tu idadi mara mbili ya hiki iliyofikia leo. Sema inshallah. Kwa furaha nilionayo niweza kuambia mengi, lakini mwisho tumalizie kwa kusema kwamba
Leo hii nimesimama hapa nikiwa amiri wa mkoa kutoka wilaya ya Urambo, lakini kiongozi wa mkoa hapa mkoani nina viongozi wangu watangulizi ambao wao wamenipika mpaka kufikia leo hii mimi kusimama hapa nilipo. Nimalize kwa kutoa shukrani kwao, lakini pia watajulia radhi kwa sababu nitawataja, na sisi kuwataja nitawaomba sana. Viongozi hawa ambao wao wamepewa daraja ya kunipika mimi na kunilea katika maadili na mapenzi ya kupenda dini na kupigania dini na kupenda TAMSIA na kuiongoza TAMSIA. Mtu wa kwanza ni amiri wetu mstaafu ambaye kwa sasa ndiye mzee wetu wa TAMSIA mkoa wa Tabora, ndugu Abdul Rashid Musa. Naomba simame. Huyo alikuwa kiongozi wetu wa mkoa kwa muda mrefu, na kwa mapenzi yake matukufu akaona aachie vijana waendeleze gurudumu hili. Katia katika kijiji cha kwanza, mimi nikalifikia kijiji cha pili. Nafurahi sana na nashukuru kwa jitihada zake na ushirikiano wake. Naomba kaishe. Na moja ya sifa kubwa alionayo yeye, nitaendelea kusema kwangu mimi ni mtiifu kuliko viongozi wangu wote wa TAMSIA mkoa na wilaya zake zote. Kwa utiifu anashika namba moja. Hajali umri wangu wala umri wake, amri yangu mimi kwake ni wajibu. Lakini mtu wa pili nisisite kusema, huyu ni mwalimu wangu ambaye nikiwa katika jitihada ya kupambania kusoma elimu ya dini ya Kiislamu na kuhakikisha nafanya mitihani kitaifa, alinishika mkono na kuniweka chini na kunifundisha kwa mafunzo yake na malezi yake. Huenda ndio maana leo hii leo nasimama hapa na umma huu ukaniamini kuona mimi nafaa kuwa kiongozi wa mkoa. Si mwingine ni amiri wetu manispaa, mwalimu. Karibu Sheikh wasalie. Itoshe hawa niliowataja, haimaanishi kuwa hawa ni wao peke yao. Wapo wengi, tukisema tuwataje tutazidi kuchosheni na kunyima nafasi ya wengine kuweza kulisha yale ambayo wametuletea kukurudishia katika siku hii ya leo. Kwa hayo machache, nishukuru tena kwa mara ya pili meza kuu na wote waliohudhuria kwa jumla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.